Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokuendea mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa kabla ya Isaya hajatoka katika mji wa kati, neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambia Hezekia mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Tazama, nitakuponya. Siku ya 3 utapanda nyumbani kwa Bwana. Tena nitazidisha siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Bwana asifiwe. Neno limetoka katika kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 20 kuanzia mstari wa 1 hadi mstari wa 7. Hapa tunasikia habari za mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa mfalme Hezekia. Wakati Hezekia alipokuwa ameugua, akiwa katika kitanda, maisha yake yanachungulia mauti, na Bwana akamtumania mtumishi wake ambaye alikuwa Isaya. Kwa nini Bwana anatuma mtumishi wake amwendee Hezekia? Bwana asifiwe. Hezekia, kuna kipindi ambacho Hezekia alikuwa na nguvu na alikuwa na uzima. Katika hicho kipindi Hezekia alikuwa akienenda katika macho ya Bwana kwa ukamilifu, kwa haki. Kwa vile alikuwa mtumishi wake, alikuwa mfalme juu ya wana wa Israeli. Hezekia alikuwa akifuata sheria ya Bwana, alikuwa akitumikia Bwana katika shughuli ya kuongoza wana wa Bwana. Bwana asifiwe. Lakini Hezekia wakati alipogonjeka, Mungu akatuma nabii. Maana wakati Hezekia alipokuwa na nguvu, alikuwa akimtumikia Mungu. Kuna wakati alikuwa akitembea machoni pa Mungu kwa kufuata sheria zake. Wakati mwingi Hezekia alipokuwa na changamoto, alikuwa akimkimbilia Mungu. Bwana asifiwe. Hata ndiposa Hezekia aongoze wanajeshi wa Israeli waende vitani, jambo la kwanza alikuwa anauliza kutoka kwa Mungu. Angemwendea mtumishi wa Mungu ili aulize jambo kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Swali langu siku ya leo ni kwamba wewe Mkristo, wakati unapopata changamoto, unaelekeza changamoto yako wapi? Mahali unaelekeza changamoto yako ndio itaonyesha jinsi ya uhusiano wako na Mungu. Kama changamoto yako suluhisho unaelekeza katika kiti cha enzi, inaonyesha kwamba msimamo wako na Mungu ni dhabiti. Bwana asifiwe. Maana anamtumania yeye. Hapa tunaona sasa imefika wakati Hezekia amegonjeka. Ile nguvu ambayo alikuwa nayo hana, maana ako katika kitanda.
anachungulia kifo. Ndiposa Mungu akakumbuka zile enzi ambazo Hezekia alikuwa anatembea kwa uadilifu katika macho yake. Ndiposa akamtumia mtumishi wake Isaya. Wakati Hezekia anasikia ujumbe wa Mungu, na kwa sababu ni mtu anamjua Mungu, anajua uwezo wa Mungu, ni mtu ametembea na Mungu akiwa na nguvu. Imefika wakati hana nguvu, ni mgonjwa, anasikia ujumbe wa Mungu, anajua uwezo wa Mungu. Bwana asifiwe. Neno nasema kwamba Hezekia aliposikia ujumbe wa Mungu, aligeukia ukuta na akaanza kuzungumza na Mungu wake. Bwana asifiwe. Akaanza kumulilia Mungu, akimkumbusha matendo ambayo ametenda. Bwana asifiwe. Huyu ni mtu anakumbusha Mungu matendo yake ambayo alimtendea. Inaashiria kwamba Hezekia alikuwa mwadilifu. Kabla hajagonjeka alikuwa machoni pa Mungu akitenda haki. Bwana asifiwe. Swali langu ni nini utakachokumbusha Mungu? Wakati majaribu yamekukuta, ni nini utakachokumbusha Mungu? Nipasa Mungu aweze kusikia maombi yako. Kuwa na jambo ambalo utaliweka mbele yake. Wakati unakumbusha Mungu matendo yako, maana neno linasema kwamba ukitenda wema unaweka akiba. Bwana asifiwe. Ukitenda wema ni kuweka akiba kwa Mungu. Hapa tunaona Hezekia aliweka akiba yake. Inafika wakati sasa anahitaji msaada wa Mungu. Anageuka baada ya kusikia ujumbe kwamba kifo chake kimefika. Hezekia anageuka, anaangalia ukuta, anazungumza na Mungu. Mbona anazungumza na Mungu? Kwa sababu anamkumbusha matendo yake. Kama wewe ni matendo yako ni mazuri, utakuwa na haki ya kusimama kwa Mungu na kumkumbusha. Na kama wewe matendo yako si mema machoni pa Mungu, wakati umepata shida, kwa hakika uko na kweli kwamba atakusikiza ukiwa katika shida zako. Kwa hivyo siku ya leo nataka kuwahimiza wale ambao wananisikiza kwamba wakati ambapo uko na nafasi kama hii ambayo Yesu Kristo amekupatia, tengeneza njia zako, matendo yako yawe mema, tumikia Mungu kwa uadilifu, njia zako zikuwe nzuri. Ndio wakati ambapo utakapopata shida, wakati changamoto zitakuja kwako, wakati adui atakutembelea, utakapoita jina la Yesu Kristo, akiwa katika kiti cha enzi, ataangalia chini, ataangalia duniani na atasikia kilio chako. Bwana asifiwe. Atasikia kilio chako na atajibu haja ya maombi yako. Hezekia anasema mstari wa 3, nakusihi Bwana, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu. Bwana asifiwe. Mungu anapenda ukweli. Mungu anapenda moyo ulio mkamilifu. Hezekia aligundua kwamba nikikumbusha Mungu matendo yangu ambayo ni ya kweli machoni pake, atanisikiza. Bwana asifiwe. Kumbuka katika ibada ya kwanza Mungu ametukemea matendo yetu. Ametukemea akitufunza, na haya ambayo Mungu alitukemea akitufunza, haya ndiyo yaliyomtetea Hezekia. Wakati Hezekia anakuja mbele ya Mungu, anamkumbusha matendo yaliyo bora. Bwana asifiwe. Ndiposa neno linatukemea ili lituweke sawa sawa. Wakati Mungu anakuja kutusaidia tukiwa katika tabu, tunakuwa na haki ya kumuita na naitika. Tukue sawa sawa jinsi Hezekia alivyokuwa. Bwana asifiwe. Ndiposa naona katika
Katika ibada ya kwanza Mungu anatuonya na Mungu anatukemea tuache mienendo zetu ili tukue sawa sawa, kwa sababu yeye ni wa haki. Wakati tutakapokuwa kwa shida, tukimwita ataitika kwa haraka. Bwana asifiwe. Na neno nasema kwamba ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji, neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambia Hezekia mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimesikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Tazama, nitakuponya. Bwana asifiwe. Ni kwa nini maombi ya Hezekia yanajibiwa kwa haraka? Kwa nini Hezekia anapata kibali cha Mungu? Bwana asifiwe. Ni kwa sababu ya matukio ya matendo yake ya awali, wakati anayaleta mbele ya Mwenyezi Mungu na Mungu akiyakagua anaona ni ya kweli. Bwana asifiwe. Hivi sasa ni nini ambacho naweza mwambia Mungu? Ni nini ambacho naweza mletea Mungu aangalie matendo yako ya awali? Bwana asifiwe. Kwa nini usiweke hazina yako kwa Mungu kwa kugeuka na kuacha uovu na kurejea kwa Mungu? Kwa sababu ipo wakati ambapo katika kila tendo lako, katika kila tamko lako utatolea hesabu. Bwana asifiwe. Katika kila matendo yako, katika kila matukio utatolea hesabu. Kwa hivyo ni vyema uanze kujiandaa kabla huo wakati hujafika. Maana hapa tunaona wakati wa kifo cha Hezekia umefika. Anamkumbusha Mwenyezi Mungu, kumbe Hezekia kuna akiba aliweka. Hii akiba ndio amepeleka mbele ya Mwenyezi Mungu. Anamwambia Mungu, nilifanya hiki na hiki. Uliponipa uwezo nilifanya hiki. Uliponipatia pesa nilitenda hii. Wakati ulipo kazi nilitengeneza hii. Wakati uliponipa mamlaka sikuyatumia vibaya. Bwana asifiwe. Anatoa rekodi ya matukio yake. Unapata waajiri wengi, mtu ako na wafanyikazi wengi chini yake, anaona kama huo ndio wakati wa kujitukuza, huo wakati ndio wa kujulikana, huo ndio wakati wa kuleta kilio kwa wenzao. Wakati barua imefika sasa ya yeye kufutwa kazi, anasimama akililia Mwenyezi Mungu. Kwa hakika Mungu atakukumbuka kama alikupatia wadhifa huo ili utetee wanyonge, ili uweze kuajiri wale ambao hawana kazi, ili uweze kuinua wenzako ambao wako chini yako, ili uweze kuwatia moyo wafunze kazi. Na bila kutana hayo, wao wamechangia kuwanyanyaza. Wakati barua imefika kutoka katika wakubwa wako, imefika ya kufuta kazi, hiyo wakati unapomjia Mungu kwa kulia, uko na hakika atakusikiza. Ni rekodi gani utazungumza mbele yake? Ni kipi utakachotoa mbele yake ili aweze kujibu kwa haraka? Bwana asifiwe. Kwa hivyo hili neno linatufunza kama Wakristo. Kuna wakati changamoto zinakuja kwetu na tunaomba sana na tunafunga sana, tunafanya kesha sana, na Mungu anakosa kutujibu kwa haraka. Kwa nini? Kwa sababu ya rekodi zetu. Wakati Mungu alipatia nafasi kabla ya hiyo changamoto kutufikia, rekodi zetu, hatukutengeneza njia zetu sawasawa mbele ya macho ya Bwana. Na ndiposa niko hapa ili nikueleze kwamba wakati unapokuwa na nafasi ya kumtumikia Mungu, mtumikie ukijua kwamba ipo wakati utamhitaji na jambo
nisikie uhusiano wako na yeye ulikuwa namna gani. Bwana asifiwe. Neno nasema kwamba Mungu alimwamurisha mtumishi wake Isaya akimwambia, rudi ukamwambia Hezekia kwamba nimesikia kilio chake, nimesikia maombi yake, kwamba kuanzia sasa hata kufa jinsi nilivyosema kwamba baada ya siku 3 atakufa, bali baada ya siku 3 atapona. Bwana asifiwe. Na amemuongezea miaka 15. Haleluya. Hezekia hakujua kwamba kulingana na matukio yake ya awali yanaweza fika kiwango kwamba Mungu amwonea kibali na amwongezea miaka 15. Kwa hivyo kuishi na Mungu katika siku ambazo Mungu ametupangia ni kuzuri, kuna faida. Maana hapo mbele tutakapomhitaji Mungu ataitika kwa haraka, na Mungu atatujibu zaidi ya haja ya mioyo yetu. Bwana asifiwe. Maana haja ya Hezekia ilikuwa ni kupona kutoka katika magonjwa, lakini Mungu alimponya na zaidi ya haya akamwongezea miaka 15. Bwana asifiwe. Amen. Nani wa kweli kama Mungu? Mungu ni wa haki. Ukitenda haki mbele yake, naye atakutendea haki. Ndiposa nasema kutenda wema ni kuweka akiba. Akiba kwa Mungu inazidishwa. Labda Hezekia siku zenye alitenda wema kwa Mungu zilikuwa chache, na hapa tunaona anaongezea miaka 15. Bwana asifiwe. Kwa nini tusitende wema? Kwa nini tusikae na ndugu zetu kwa uzuri? Yesu anasema kwamba kama watu wa dunia wanapenda marafiki zao na wanachukia adui zao, na sisi wa Kristo tufanye hivyo, tupende marafiki zetu na tuchukie adui yetu. Tofauti yetu na wao ni gani? Bwana asifiwe. Tofauti yetu na wao ni gani? Aliye na nuru anaona, anayetembea gizani hana uwezo wa kuona. Sisi wa Kristo, sisi ndio chumvi, na chumvi ndio iko na uwezo wa kutia ladha chakula. Bwana asifiwe. Tusiwe kama watu wa dunia, bali tuwafunze jinsi ya kuishi kwa ukweli, kwa haki. Maana yule ambaye tunaabudu ni wa kweli na haki, na huyo ndio baba yetu. Tukubali Roho wa Bwana atufunze njia za Mungu, na sisi kwa sababu sisi wa Kristo ni chumvi, nasi tuweze kufunza wale walio nje kwa kuwakaribisha. Isiwe ni sisi tunawafunza jinsi ya kuondoka katika utukufu, bali tuwafunze kwa kuwa na tamaa ya kujiunga na sisi. Bwana asifiwe. Kwa kufanya hayo, tutakuwa tunajiweka sawasawa machoni pa Mwenyezi Mungu. Maana ipo wakati katika kila matendo yetu tutayatolea hesabu, katika kila matamshi yetu tutatolea hesabu. Kwa hivyo langu leo ni kuwahimiza wale wote ambao wananisikiza kwamba wakati Mungu amekupatia nguvu, wakati Mungu amekupatia pesa, wakati Mungu amekupatia kibali, Mungu amekupatia kazi, hajakupatia hiyo ulinyanyasa mtu mwingine. Amekupatia ili usaidie mwingine, na utumia hiyo kumwabudu, utumia hiyo kumtafuta yeye. Bwana asifiwe. Amen. Daudi alibarikiwa sana na Mwenyezi Mungu, na licha ya kuwa yeye alikuwa mfalme, licha ya kuwa yeye alikuwa na baraka,
hakuacha kumtafuta Mungu. Bwana asifiwe. Hakuacha kutumia hiyo mali kumtafuta Mungu. Kwa hivyo baraka yote ambayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu inakuja kwa kusudi wewe uitumie kwa kumtafuta. Usikuwa na njia yote itakayo kufunga kuacha kumtafuta Mungu, bali hiyo baraka iwe kusudi ya wewe kumtafuta Mungu. Maana yuko siku itakuja utaulizwa talanta yako ulitumia kwa njia gani? Bwana asifiwe. Hezekia wakati wake aliutumia uzuri. Akiwa mfalme alitembea vizuri, maana kulikuwepo na wafalme wengi ambao walikuwa na uwezo sawasawa na Hezekia, lakini ni walichagua njia tofauti na Hezekia. Walichagua kumwasi Mungu kwa kugeukia miungu za kigeni, bali Hezekia naye alitumika kama mfano bora, akiwa kiongozi kwa kutafuta uso wa Mungu, akiwa katika changamoto zote. Kama kiongozi ambaye amewekwa na Mungu, alichagua kutumikia Mungu kwa kumwendea wa kwanza. Na ndiposa tunaona hapa zile njia zake zinamwokoa katika magonjwa ambayo yamemwandama. Zile njia zake nzuri, ile haki ambayo alitendea wana wa Israeli kwa kuwaongoza, kuwaelekeza kwa Mungu, hapa tunaona kwamba inamsaidia wakati anaita Mwenyezi Mungu. Maana Mungu anamhesabia haki wakati anapolia na anaangalia rekodi ya matukio yake. Mungu anakubali maombi yake na anashuka, anatuma mtumishi wake Isaya na anaenda anamkomboa. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ninapomaliza ujumbe wangu siku ya leo ni kwamba tutengeneze njia zetu, wakati ambapo Yesu Kristo ametupa hii neema. Tutengeneze njia zetu. Wakati neema itaondolewa, hautakuwa na hiyo nafasi. Wakati neema itaondolewa, kuna wengi watajaribu kurudi kuomba zaidi, lakini maombi hatasikika. Wakati neema itaondolewa, kuna wengine watarudi kufunga, lakini hiyo haitakusaidia. Kwa hivyo tengeneza njia yako wakati neema ya Yesu Kristo, neema ambayo inaletwa kwa kufa kwa Yesu Kristo, bado ipo. Wakati Yesu ajaondoa kanisa lake, geuka, wacha njia zako mbaya, wacha uizi, wacha kunyang'anya mwingine, wacha kuonea mwenzako, badilisha njia zako. Maana mwisho wa siku matukio yako yote yataandikwa, na katika kila tukio utatolea hesabu. Bwana asifiwe. Kwa uzuri ama kwa ubaya. Kwa hivyo nachukua hii fursa kwa shukuru wale ambao wamejumuika nasi, sana sana wale wa online. Nataka niwatangazie kwamba hili kanisa la Yesu Kristo linapatikana
katika mji wa Umoja 3 na ni kanisa la Jesus Gospel chini ya mtumishi wa Mwenyezi Mungu Bishop Jacinta, na nawaalika nyinyi wote tujumuike pamoja. Ukitaka kujumuika na sisi, tunapatikana katika mji wa Umoja 3. Umoja 3 unapatikana katika eneo bunge la Embakasi West. Ukifika karibu na shule ya msingi ya Superloaf, ukielekea karibu na dipo ya Coca-Cola, ukiangalia mkabala, ukiangalia opposite dipo, hapo ndo mahali hii kanisa inapatikana. Kwa hivyo nyinyi wote nawaalika mkuje tujiunge pamoja. Tuko na ibada za kila katikati ya wiki kuanzia Tuesday. Ibada zinafanyika kuanzia saa 10. Kwa hivyo nawaalika, ukiwa unataka tukujumuika katika ibada za jioni, ufike mapema kuanzia saa 10. Kwanza saa 10:30, saa 11 ibada inakuwa imeanza. Kwa hivyo tuko na ibada za jioni kuanzia Tuesday mpaka Friday. Anawaalika nyinyi wote, ninawakaribisha tukuje tutafute Mungu wakati tuko na nguvu, wakati Mungu ametubariki afya, Mungu ametubariki uwezo wa kifedha. Ukiwa mbali, ukiwa Kisumu, najua kuna wenye wanatuona akiwa magharibi, kuna wenye wanatuona akiwa Mombasa. Tumikia Mwenyezi Mungu wakati uko na nguvu. Unaweza abiri gari ukuje siku moja hapa tujumuike pamoja na tumtukuze Mwenyezi Mungu. Mungu anapatikana wakati unapomtafuta. Wakati ambapo unamtafuta Mwenyezi Mungu anapatikana. Kwa hivyo tumtafute kwa nguvu, tumtafute kwa mali zetu, na tumtafute kwa akili zetu. Kwa hivyo nimewashukuru kwa ajili ya ibada ya leo. Asante. Kwa hivyo wacha tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya ibada ambayo umetuwezesha Baba kutuongoza kutufikisha mahali hapa Jehova. Tunasema ni asante babangu. Mungu wangu, sisi tuweze jihesabia haki mbele yako. Sisi ni wakosefu kila wakati Mungu wangu. Tunakosea kupitia roho zetu, kupitia akili zetu. Ndiposa neno lako linatuhimiza kila wakati tuombe na kunyenyekea kwako, tukiomba msamaha kila wakati. Mungu wangu, naomba msamaha mahali popote tumekosea. Mahali popote tunaweza jipata tumekosea Jehova, tunaomba utusamehe mtakatifu wa takatifu. Waumini wote ambao wameungana nasi ndani ya kanisa na hata online, Baba, nimewakabidhi mikononi mwako Mwosia. Wacha hili neno ambalo umetuzungumzia, ambalo ni mbegu, liweze kumea ndani yetu na litoe matunda yaliyo mtakatifu mbele yako Yesu. Tutakapotoka hapa tukirejea nyumbani, kila mmoja naweka mikononi mwako Masia. Mfunike na damu yako Yesu Kristo. Wikendi Jehova, na una hizo siku zote ambazo tunaenda kukutana hapa baada ya wiki. Mungu wangu, naomba ukatunze miguu zetu, ukatunze midomo zetu, ukatunze njia zetu Jehova. Tukikusanyikapo hapa katika ibada ambayo inakuja Jehova, tukusanyike katika neno lako Jehova. Na asante mfalme wa falme, nimeomba kupitia jina la Yesu Kristo, maana ya Mungu aliye hai, naomba na kuamini. Amen. Neema ya Bwana yetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen.